Leo Januari 20, 2026, mkurugenzi wa kinga kutoka Wizara ya Afya, Dr. Ottilia Goele, ametembelea kambi maalum ya upasuaji wa mabusha katika kituo cha afya Kinondoni, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kuboresha huduma za kinga na tiba kwa wananchi. Katika ziara hii, mkurugenzi alipata fursa ya kukagua utoaji wa huduma za upasuaji, kuzungumza na wataalamu wa afya, pamoja na kusikiliza changamoto na mafanikio yanayopatikana katika utekelezaji wa huduma hizi muhimu. Mkurugenzi alizungumza na wagonjwa, akiwahakikishia wagonjwa huduma bora na salama. Kwa upande wa mkoa wa Dar es Salaam, makisio yalikuwa tufikie wanaume 500 katika kipindi hiki cha upasuaji, kutokana na takwimu zetu ambazo zinatuonyesha wananchi ambao wameathirika. Hata hivyo, tangu tumeanza kufanya uchunguzi huu wa kambi ambayo ilianza tarehe 5 ambayo inakwenda mpaka tarehe 30 kwa mwezi huu wa Januari, tumeshafanya uchunguzi na wa Tanzania 929, na kati yao tumeweza kugundua wana Tanzania 517 ambao wanakidhi kufanyia upasuaji kwa kuwa wamekuta wana changamoto ya kuwa na ngirimaji au mabusha, na ambayo ndio madhumuni ya kambi hii. Mpaka siku ya tarehe 19 ya siku ya jana tayari tulikuwa tumeshafanya upasuaji kwa Watanzania 319. Sasa hayo ni mafanikio makubwa. Tuna hakika ya kwamba kwa jinsi ambavyo wananchi wanaendelea kuongezeka, na hadi siku ya sasa wameendelea kuongezeka, lakini tunaona mwitikio ni mkubwa wa wananchi kuendelea kujitokeza kufanya matibabu haya, na tunahakikishia kwamba kwa wale wote ambao tutafanyia uchunguzi katika kipindi hiki cha kambi ambayo inakwenda mpaka tarehe 30 mwezi huu, wote watafanyiwa upasuaji kwa ratiba ambayo imewekewa. Hata kama itafika mwisho wa siku tarehe 30 mwezi huu, wote watafanyiwa upasuaji, na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI na wataalamu wetu katika vituo vyetu vya kutoa huduma, tukiwa na maana ya kwamba hospitali ya Kinondoni pamoja na Kilakala pale Temeke, tumeweza kujengea uwezo wa kuwa na mwendelezo mara baada ya kambi hii kuisha. Wananchi wanaendelea kuhimizwa kuendelea kufika katika vituo hivi kupata huduma. Kwanza kwenye vituo vyote ambavyo karibu navyo wapate huduma ya uchunguzi. Ukigundulika kama changamoto hiyo, basi wanaweza wakapewa rufaa wakaja katika vituo hivi wakaweza kupata tiba hiyo. Ili mradi wako katika mkoa wa Dar es Salaam wanaweza kupata huduma hii. Utaalamu upo, umewekezwa, vifaa tiba vipo, na uchunguzi unaendelea. Hivyo basi nizidi kupongeza sana hospitali zetu kubwa za Tanzania kwa kuanzia na Hospitali ya Taifa Muhimbili, wataalamu wao ambao wamejitoa kuweka ujuzi wa kudumu kwa watumishi katika ngazi hizi za vituo vya afya, yani tusema ngazi ya awali, ngazi ya msingi ya utoaji wa huduma, ngazi ya msingi. Na ndio lengo ambalo tunalisisitiza kwamba wataalamu wetu katika Hospitali za Taifa kujenga uwezo katika ngazi ya msingi, kwanza kufanya huduma zile ambazo ni za kawaida, upasuaji wa kawaida, bila kuhitaji kupewa rufaa zote kwenda katika hospitali kubwa za mikoa wala ngazi za kanda, ngazi za taifa, ili utaalamu huo au matibabu hao yafanyike katika ngazi hiyo na kumsogezea mwananchi huduma karibu na alipo, baada ya kutoa rufaa katika matibabu haya ya kawaida kwenda katika ngazi ya taifa. Kwa hiyo utaalamu wao madaktari kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili unazidi kushukuriwa na kupongezwa, ukaendelea pia katika maeneo ya matibabu mengine, ili wataalamu wetu katika ngazi za vituo hivi vya ngazi ya msingi waweze kuwa na mwendelezo wa utoaji wa huduma, kwa sababu vifaa vyote vipo, wataalamu wapo. Kinachokosekana tu ni ile mbinu ya kuweza kukamilisha huduma ile, na serikali yetu uzuri imeshawekeza tayari katika hospitali hizi za vituo vyetu vya afya, vyote vina theaters, yani vina chumba vya upasuaji ambavyo unaweza ukafanya huduma yoyote ili mradi umeipanga. Na huduma hii ya upasuaji wa aina hii ya ngirimaji na mabusha ni huduma ambayo inaweza kutolewa katika ngazi ya kituo cha afya.